وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة ندخرها ليوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. طيب، tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'ani katika kile kiwango ambacho mtukufu subhanahu wa ta'ala Muumba wetu anatuwafikisha nacho. Darasa letu linaendelea katika surati Yusuf, kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala anamliwaza mtume wake Muhammad kwa kumzungumza na kumwelezea kisa na matatizo yaliyomfika mtume wake Yusuf alayhi salam, na ubaya na matatizo yaliyomfika Yusuf yalitoka katika familia yake, kwa maana ndugu wa baba mmoja, lakini hata kabla hajapewa utume, ukaribu waliokuwa nao kwa wazazi wake ulitosha kwa ndugu zake kumfanyia hasad na kuelekea kutaka kumuua. Kwa hivyo anapozungumza maneno haya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyosoma ile aya mara nyingi, anachokusudia kutokana na visa hivi ni kuupa msimamo moyo wa Bwana Mtume asije akarudi nyuma katika kazi yake ya dawa, eti kwa sababu kuna vikwazo katika kazi hiyo. Kadhalika na sisi wafuasi wa Mtume Muhammad, pamoja na kwamba hatutafikia katika mitihani na vikwazo kama alivyovifikia Nabii Muhammad, lakini bado vikwazo na matatizo yanatukabili na kutuelekea. Pamoja na hivyo, Allah tabaraka wa taala anatutaka tuwe na misimamo, kwa sababu hata wafuasi wa mitume waliotangulia na wao walipitia mazingira magumu. Sasa tuliondokea katika aya ya mwanzo katika sura hii, tukafika katika aya ya 6, kauli ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala
Haya ndiyo maneno ambayo darasa lililotangulia tulisimama hapo. Allah tabaraka wa taala anaanza kwa kutuelezea mtihani wa mwanzo katika mazongi na matatizo aliyopambana nayo Nabii Yusuf. Anasema laqad kana, wallahi, kwa hakika imekuwa, fi Yusufa, kuhusiana na Yusufu na mitihani aliyoipitia, wa ikhwatihi, na ndugu zake Yusufu, ayatun lisailina, wale wenye kuuliza wanapata dalili nyingi, wanapata alama nyingi kwamba Allah tabaraka wa taala hashindwi kumhifadhi na kumnusuru mja wake, hata kama watu watakuwa dhidi ya huyo mja. Anasema subhanahu wa taala, laqad kana, na kana hapa kwa maana ya istimrari. Kisa hichi cha Nabii Allah Yusuf, kila utakapokuwa umetulia ukikisoma, ndani yake unapata dalili nyingine inayokufahamisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayasema hayo Mwenyezi Mungu kupitia aya hiyo, laqad kana, kwa hakika imekuwa, kwa hakika imethibiti, fi Yusufa, kuhusiana Yusufu wa ikhwati, pamoja na ndugu zake, pamekuwapo ayatu, ziko alama nyingi, lisailina, kwa wale wenye kuuliza. Mfasiri anasema ay laqad kana fi khabari Yusufa wa ikhwatihi al-ahada ashara, na ndugu zake 11, ibaratun, pana mazingatio. Zingatieni mazingatio yaliyokuwamo katika kisa hicho. Waidhatun, kuna mawaidha ndani ya kisa hicho. Lisailina an akhbarihim, kwa wale waliouliza kuhusiana na habari za Yusufu na ndugu zake. Tulisema sababu nuzuli ya aya, wanawazuoni wanasema ruya, pamepokelewa sababu nuzuli ya sura hii, anna lyahuda, kwamba Mayahudi saalu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, walimuuliza Bwana Mtume an kiswati Yusufa, kutokana na kisa cha Yusufu na ndugu zake, wama hasala lahu, na yale yaliyopatikana kwa Yusufu, ma ikhwatihi, pamoja na ndugu zake, min auladi Yaquba, kuhusiana na watoto wa Yaqub. Fanazalati suratu, ndiyo ikashuka sura hii, surati Yusuf, ikimwelezea Yusufu pamoja na ndugu zake na yaliyojitokeza baina yao, mpaka kufikia Yusufu kuwa mfalme na nabii katika nchi ambayo siyo ya kwao. Imekuja katika suratu Ali Imran, wakati Nabii Muhammad akieleza mambo haya ya mbali ambayo yeye hakuyajua, hakuwa msomaji, hakuwahi kudurusi katika vitabu vyovyote vilivyotangulia. Katika Ali Imran, Mwenyezi Mungu anasema dhalika, habari hizo za Yusufu na ndugu zake na matokeo yaliyotokea, min ambail ghaibi, hizo ni habari za mbali sana, nuhihi ilaika, tunakufunulia wahai wewe, tunazijua kupitia wahai. Lau kama si wahai, habari za Yusufu na ndugu zake ni habari za mbali na usingelijua. Katika kisa hichi alikuwa anamzungumzia Mwenyezi Mungu Maryam, ndio anasema wama kunta ladaihim idh
ayyuhum yakfulu Maryam, hata ukuwepo walipokuwa wanapiga kura nani awe mlezi wa Maryam, mtoto wa kiongozi wao. Kila mmoja anataka, lakini wewe umekuja kuwasimulia Mayahudi, umekuja kuwasimulia kama kwamba ulikuwepo. Kadhalika kisa cha Nabii Allah Yusuf, Nabii Muhammad hakuwapo, lakini atakifahamu kwa njia gani? Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, tunakufunulia wahai wewe, wama kunta ladaihim, wewe hukuwapo wakati yakitokea ya Yusuf na ndugu zake. Tayib, laqad kana, wallahi kwa hakika imekuwa imethibiti fi Yusufa, kuhusiana na Nabii Allah Yusuf, wa ikhwatihi, pamoja na ndugu zake 11, ayatun, ziko alama nyingi, ziko dalili nyingi juu ya uwezo wa Allah, lakini ziko dalili za kuthibitisha kwamba Nabii Muhammad ni mtume wa haki. Ziko dalili kwamba hasadi haiwezi kumzuia Allah tabaraka wa taala kumpa neema anayetaka kumpa neema. Sawa? Hasadi, kuweka vigingi, kuweka mawe njiani ili kumzuia fulani asifike mahala fulani. Ukiona umefanikiwa, ni kwamba Mungu hajataka kumfikisha huyo fulani hapo alipopanga amfikishe, lakini kama atapanga amfikishe, zile njia za kumtesa na kumminya ndio zinakuwa njia za kufanikisha safari yake kwa haraka. Yusufu alayhi salam anachukuliwa na ndugu zake, anakwenda kutupwa katika ghayabati njubi, wenyewe wakiwa na imani kwamba akipotea Yusufu watakuwa na mtazamo na nafasi kwa baba yao, lakini pale kisimani hakukaa. Mwenyezi Mungu akamtoa, akenda akafanywa biashara. Bahati nzuri akanunuliwa nyumba kubwa. Ndani ya nyumba kubwa akalelewa vizuri kabisa, kiasi mpaka mama mwenye nyumba taabani milihoi. Yakatokea yaliyotokea. Yusufu anakwenda kulala jela, anakaa jela hali anadhulumiwa na yule mama, anamuogopea na kumbambikizia kesi ambayo haikuwa sahihi kubambikiziwa kesi, lakini hatimaye anatoka jela Yusufu kwa heshima kubwa, kwa utukufu mkubwa, na anakuja anakuwa kiongozi katika nchi ambayo haikuwa inamruhusu. Amekuja kama mtumwa, anaondoka kama nabii, anaondoka kama mfalme aliyoweka historia katika nchi ya Misri. Huyo ndio Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ukijifanya wakati mwingine kuwa wewe ni kizingiti kumfanya mtu mwingine asisonge mbele, kama hajapata hiyo nafasi, huyo mtu Mungu alikuwa hajakadiria, sio mipango yako mkakati, lakini Mungu akitaka uko kumbana kwako, ndiyo sababu ya kumwekea njia aendelee. Ndiyo Allah anatuambia laqad kana, kwa hakika imekuwa. Na tunasema kana li istimrari, ilikuwa wakati huo, ikawa wakati mtume yupo, ikawa wakati wa maswahaba, mpaka leo. Ayatu, ziko dalili na alama nyingi, kiasi cha kwamba kwa sasa inakuwa wakati mwingine tabu kuchambua yale maneno walioyazungumza wanawazuoni. Unawezekana ukaonekana usingeliyazungumza maneno hayo, isipokuwa kuna lengo na kuna shabaha umeilenga, ili hali siyo hiyo. Lakini ayatu, Mwenyezi Mungu anasema ziko dalili nyingi katika kisa cha Yusufu na ndugu zake,
lisajilina, kwa wale wenye kuuliza, basi wao wanaweza wakapata jawabu la kutosha. Aina kadikana fi khabari Yusufa wa ikhwatihi al-ihda ashara ibarun, kuna mazingatio, waidhatun, kuna mawaidha mengi, lisajilina an akhbari, kwa wale wenye kuulizia kisa na habari zao Yusuf na ndugu zake. Ifqalu, anasema Allah tabaraka wa taala, ifqalu hii katika ukienda Jalalain anasema badali hii ifqalu, anakusudia Allah katika hicho kisa cha Yusufu. Ifqalu, pale waliposema udhkur, ifqalu udhkur ya Muhammad liqaumika, watajie watu wako. Ifqalu, pale waliposema ndugu zake Yusufu, la Yusufu, ndugu yetu Yusufu, wallahi, wa akhuhu, na ndugu yake Bunyamini, wa baba mmoja mama mmoja, ahabu ila abina, anapendeza zaidi kwa baba yetu, ana nafasi kwa baba yetu, ana upendo kwa baba yetu, amewekwa karibu zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi ndugu wa baba mmoja mama mmoja 11 10. Ndugu wa baba mmoja mama mmoja tuko 10, lakini baba yetu amemweka karibu sana na kumfadhilisha sana ndugu yetu wa baba mmoja. Ifqalu, pale waliposema, kwa maana udhkur ifqalu, kumbuka Muhammadi waliposema ndugu zake Yusufu, la Yusufu, wallahi Yusufu wa akhuhu, na ndugu yake Bunyamin, ahabu ila abina, anapendeza zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi. Mfasiri anatuambia hadhihi hiya almihnatu ula, huu ndio mtihani wa kwanza. Hadhihi hiya almihnatu ula, huu ndio mtihani wa kwanza li Yusuf alayhi salam. Mtihani wa kwanza kwa nabii Allah Yusuf umeanza katika maneno haya, la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna, ndugu yetu ana nafasi kubwa zaidi kuliko sisi. Huu ndio mtihani wa kwanza. Ayyina qalu wallahi la Yusufu wa akhuhu Bunyamin ahabu minna inda abina, anapendeza zaidi kuliko sisi kwa baba yetu. Aradu, walitaka na kukusudia, anna ziyadata mahabbatihi lahuma, ziada ya mapenzi ya mzee kwa watoto wa hawa wawili, amrun thabitun, ni neno au jambo lililokwisha kuthibiti, la shubhata fihi, hakuna shubha ndani yake, kwamba wana uhakika ndio wakatumia tamko hili la aya, la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna. Tamko hili wamelitumia kwa maana wakiwa na uhakika, wanaapa, hapana, ndugu zetu wawili wana nafasi kubwa kuliko sisi. Tayib, wa innama qalu, hakika si nyingine, qalu, walisema, akhuhu wa hum jamia ikhwa, pamoja na kwamba wote ni ndugu hawa, lianna ummahuma, kwa sababu mama wa Yusufu na Bunyamin, kanat wahidatan, alikuwa ndio mmoja, yani Bunyamin na Yusuf wao ni baba mmoja mama mmoja. Ikhwatu wengine wa Yusuf ni ndugu zake wa baba mmoja, wale ndugu 10. Kwa hivyo na hawa ndio walikuwa
kuwaweka karibu, wao ni wachache, wao ni wadogo. Hili limewaumiza kwamba baba anawapendelea zaidi hawa. Dhanna hiyo, wa inna dhanna la yughni anil haqqi shay'a, na dhanna siku zote haimfikishi mtu katika haki na ukweli. Mara nyingi dhanna inakuwa kama ilivyo dhanna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaizungumza dhanna kwamba nyingi ya dhanna ni uongo. Umefahamiana? Faili wanazungumza hivyo ikhwatu Yusuf, wa nahnu usbatun, sisi tuko wengi. Alwawu wawul hali, anafanya hivi mzee kwa watoto wawili, ili hali sisi usba, tuko kundi zima. Ayuwalhalu nahnu jamaatun, sisi tuko wengi. Dhau adadin, tuna idadi nyingi. Naqdiru, sisi ndio wenye uwezo. Ala naf'i wa dhurri, sisi tunaweza kuleta manufaa na tunaweza kuleta madhara. Bikhilafi swabiraini, kinyume na hivi vitoto viwili. Kwa nini huyu mzee anaviweka mbele namna hii? Na tumefundishwa katika Uislamu kutokeza na kesi kama hizi, tunafundishwa na Waislamu, ukiwa na watoto wawili watatu, usionyeshe mapenzi ya waziwazi ya dhahiri kwa mtoto mmoja kati ya wale wawili, kwa mtoto mmoja kati ya watoto watano, kwa mtoto mmoja kati ya watoto wako 10. Hata kama huyu mmoja huwa mwisho wa mwezi anakuja kuwa mkuya, anakuja na kipolo chake cha kilo 50 Mbeya, anakuja na kilo 25 za unga wa 49 ule wa ngano, anakuja na mafuta yake chupa kubwa sunflower, alafu akiondoka anaacha na 200,000. Pamoja na kwamba anakufanyia haya, wewe umweke katika daraja, katika dhahiri yake sawasawa na watoto wengine. Kinyume na hivyo, utasababisha hiyo sunflower uikose, kwa sababu watoto wengine wanaweza wakajenga chuki na hasadi kwamba baba anampenda fulani tu. Subiri, huyu ndio anayetukosesha mapenzi kwa mzazi wetu. Umefahamu? Kwa hivyo unapokuwa na watoto wako wote, onyesha unawapenda, pamoja na kwamba katika mapenzi yako yanaweza yakatofauti ndani yako, lakini kwa dhahiri onyesha wote ni watoto wako na wote unawapenda. Na unapotaka kutoa kitu chochote kile, toa kwa watoto wako wote. Watoto wako unapoamua kuwapa, wape watoto wako wote. Usichague mmoja ukamwambia kile kishamba kule Bungi na kupa wewe, au kile kiwanja kitakuwa chako wewe. Inawezekana hicho kiwanja asiende akakikaa huyo mtoto wako. Na tumeshasoma hapa kwamba kuna swahaba kaja kumweka shahidi Bwana Mtume kwamba mwanangu huyu, ya Rasulullah, nampa mtumwa wangu. Akaulizwa, unao watoto wengine? Naam ya Rasulullah, hao watoto wengine na wao umeshawapa watumwa? Akasema hapana, ni huyu tu mtu mwenyewe nimeamua nimpe huyu. Mtume akamwambia, usiniweke shahidi katika mambo ya dhulma kama haya. Kuweni waadilifu kwa watoto wenu. Umefahamiana? La Yusufu wa akhuhu, mahala hapo pa kuzingatia. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatwambia ibaru, pana mazingatio mengi hapo. La Yusufu wa akhuhu, wallahi Yusufu na ndugu yake ahabu ila abina, anapendeza zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi watoto wake wakubwa na wa mwanzo.
ile ziada ya mapenzi yake kwa watoto wawili hawa, amrun thabitun la shubhata fihi, ni amri au jambo lililothibiti, halina shubha nyingine yoyote. Wa innama qalu aqu wa hum jamian ikhwa, hali ya kuwa wote ni ndugu. Lianna ummahuma, mama wa Yusufu na Bunyamin, kanat wahida, alikuwa mmoja. Wa nahnu nusba, ili hali sisi tuko wengi, siyo ndiyo tunayeweza kufanya shughuli hapa, siye ndiyo tunaweza kufanya jambo lolote hapa liwe la manufaa au madhara, bikhilafi sagiraini, kinyume na hawa watoto wawili. Wakamalizia maneno yao wakisema, inna abana lafi dhalalin mubin, baba yetu sisi yuko katika makosa makubwa, upendeleo wa waziwazi. Neno dhalali hapa sio kwa maana mzee wao kapotea njia ya hidaya, kwamba labda wanamzungumza sio Muislamu. Hapana, yani kwa hivi anavyofanya amekosea. Sawa. Inna abana, hakika ya baba yetu, lafi dhalalin mubin. Hiyo lafi, hiyo lamu muzahalaka inatilia mkazo inna abana, hakika ya baba yetu, lafi dhalalin mubin, wallahi baba yetu yuko katika makosa ya wazi wazi kabisa. Vijana wanasema maneno hayo, ay innahu fi khata'i, baba yuko katika makosa. Wa khurujin ani sawabi, yuko nje na njia ya sawasawa. Bayinin wadhihin, kwa waziwazi kabisa. Kwa nini? Liithalihi Yusufa wa akhahu alaina bilmahabba, kwa sababu ya kumfadhilisha Yusufu na ndugu yake juu letu, anawapenda sana hawa. Qala al-Qurtubi, Imamu al-Qurtubi katika jamii yake anasema, lam yuridu dalala dini, hawa watoto hawakukusudia kwamba baba yao amepotea katika dini. Idh lau araduhu, kama wengelikusudia hilo watoto baba yao kapotea sio Muislamu, la kafaru. Imamu anatwambia Qurtubi, wangelikuwa makafiri hawa watoto wa innama aradu annahu fi khata'in bayin, kwamba mzee wao yuko katika makosa wazi wazi. Fi ithali ithnaini ala asharata, katika kuwafadhilisha watoto wawili akawaweka na kipaumbele kuliko watoto 10. Wanasema hivyo. Ukutulu Yusufa, mjadala ukafika mahala, wanataka kupata nini solution, wanataka wapate matokeo, ili mafanikio ya kumrejesha baba yetu katika jicho lake, kutuangalia sisi na kutupenda sisi, ni lazima zitumike njama za kumuondosha huyu kipenzi wake. Akishakuondoka huyu, penzi la baba yetu litarudi kwetu. Wanavyodhania hivyo Ukutulu Yusufa, la kufanya muweni Yusufu, au itrahuhu ardhan, au nendeni mukamtupe katika ardhi ya mbali, ardhi ambayo yeye ni mgeni. Kwa kufanya lolote katika mawili haya, yakhlu lakum wajhu abikum, utaelekea kwenu kwa ukunjufu kabisa uso wa baba yenu. Baba yenu atakuwa na nyinyi, atakuwa anawajali, atakuwa anawathamini. Wajhu abikum, uso wa baba yenu utakuwa kwenu nyinyi. Alafu
watakunu min ba'dihi qauman salihin. Wanawazuoni wanasema, angalia walipokuwa wahuni hao, wanasema mkisha kuua baadaye si mtakuja kutubia? Watakunu min ba'dihi qauman salihin, mtakuja kuwa baadaye watu wema, lakini huyu wakati huo kashaondoka. Subhanallah, mawazo hayo ya mawazo ya ghalibu hayo, hayo mawazo ya ghalibu, na watu wanayatumia hayo kwa ajili ya dunia yao, wakiwa wanajidanganya. Watakunu min ba'dihi, baada ya hao mliowaua mtakuja kuwa qauman salihin, mtakuwa wema. Wanadanganyana hivyo. Subhana man tawahada bilmulki wa ta'azzaza bilqudrati wa bilbaqai wa qahara alibada bilmauti walfanani. Anasema subhana, anatusimulia kisa cha ndugu zake Yusuf. Wanatoa maamuzi, wanasema ukutulu Yusufa, salama yetu, heshima yetu, utu wetu utarejea ikiwa mtamuua Yusuf, au itrahuhu ardan, au mwende mkamtupe katika ardhi ya Mali. Kwa maana ukutulu Yusufa au alquhu fi ardhin ba'idatin majhula, kamtupeni katika ardhi ya Mali isiyojulikana. Yakhlu lakum wajhu abikum, ay fa inda dhalika, mkifanya hivyo, yakhlus wa yasfu lakum, utatakasika na kuwa msafi kwenu nyinyi, au yatatakasika kwenu na kuwa masafi. Hubbu abikum, mapenzi ya baba yenu mtayapata, eti auliwe mtu kwa sababu tu ya wao wapate mapenzi. Sawa? Fayuqbilu alaikum, atakuja kuwaelekea nyinyi. Qala Razi, Fakhru Razi anasema almaana anna Yusufa shaghalahu wa anna, wanakusudia kusema Yusufu huyu ndio aliyemshughulisha baba, asituangalie sisi, asitujali sisi, sio mtu mwingine. Wasarrafa wajhahu ilaihi, akaugeza uso wa baba yetu, akaugeuza, akawa ameufanya unamwangalia yeye tu. Faidha fakadahu, sasa baba akimkosa mwanawe, akbala alaina, atatuelekea sisi, bilmahabbati walmaili, atatupenda na atatuelekea. Watakunu, na mtakuwa min ba'dihi, baada ya kumuua Yusufu, qauman salihin, mtakuwa watu wema. Ai watatubu, unaona hiyo, watatubu, mtakuja kutubia jamani. Kwani kuomba msamaha si mpaka usamehewe, au sio? Watatubu, mtakuja kutubia, min ba'di hadha dhambi, baada ya dhambi hili mtakuja kutubu, msiwe na wasiwasi. Na mkisha kutubu, watusbihu qauman salihin, mtakuja kuwa watu wema. Qala qailun minhu, mmoja wao akasema, la taqtulu Yusufa, kwa kuchukua hatua ya moja kwa moja kumuua Yusufu, msifanye hivyo. La taqtulu Yusufa, kama dunia ya leo imesema mshoneni katika polo, kamtupeni huko. La taqtulu Yusufa, msimuue Yusufu moja kwa moja. Tufanyeje mzee? Ushafahamu wa alquhu fi ghayabati ljubbi, badala yake nendeni mkamtie katika shimo la kisima, visima virefu vya kizamani, nendeni mkamtie huko. Kama kuna joka huko, kama kuna nini, hawezi kutoka, itakuwa ndio wasali
mkamtupe katika shimo huko. Yaltaqitu ba'du sayyara, yawezekana akaja akaokotwa na baadhi ya wasafiri. Ayakhudhu ba'du mari, watamchukua minal musafirina, kutokana na wasafiri. In kuntum fa'ilin, kama nyinyi mnataka kufanya, basi la kufanya ni hili, msimuue moja kwa moja katika mikono yenu. Ai in kana la budda min al-khalas minhu, ikiwa kuna ulazima wa kutakasika naye na kuepukana naye, faktafu bidhalika, toshezeni na kufanya hilo. Wa kana ra'ayuhu fihi ahwan, ilikuwa rai yake huyu bwana kwa Yusufu kidogo ilikuwa nyepesi, ahwan sharra min ra'yi ghairihi, kuliko rai ya yule aliyosema tumuue. Ni bora kwa yule aliyosema tukamtie huko, watapita watu watamuokota. Sawa. Sasa maneno haya ilikuwa kikao, hichi ni kikao cha siri kilichowakusanya watoto 10, wanapanga mikakati hii. Na kwa kuwa vikao vya siri kama hivi mara nyingi yake huwa havizungumzi heri, ndiyo maana Mola wetu mtukufu akatuzungumza katika Al-Mujadala. Anatuambia nini Mola? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio na sifa ya imani, idha tanajaitum, mnapotaka kufanya siri, mnapotaka kunong'ona, fala tatanajau, basi msinong'one bil ithmi, minong'ono yenu isiwe inapanga mauaji, minong'ono yenu isiwe inapanga dhulma, minong'ono yenu isiwe inapanga mateso kwa wengine, haramu. Lakini kama mmeamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio na sifa ya imani, idha tanajaitum, mnapotaka kunong'ona, fala tatanajau bil ithmi wal udwan, msije mkakaa faragha, minong'ono yenu ikakusudia kufanya jambo la madhambi. Anataka kuuliwa mtu, anataka kutoroshwa mtu, anataka kupotezwa mtu. Msikae vikao kama hivyo ikiwa kama ninyi ni Waislamu. Wal udwan, na wala msikae vikao vya siri, vikao hivyo mkakusudia kufanya uadui, kuwafanyia watu wengine. Analikataza hilo Mwenyezi Mungu. Wa maasiyata rasuli, na wala msikae katika vikao mkapanga mikakati ya kumwasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaelekeza Mwenyezi Mungu, watanaja bil birri wat taqwa, kama mnataka kunong'ona basi fanyeni minong'ono, lakini muhimizane kufanya mema. Bil birri, wema. Umefunga mwenzangu, umesoma Qur'ani sura ngapi? Mwaka huu unakusudia kwenda Maka, ushafahamu? Bil birri, nong'oneni katika mambo ya kufanya mema. Watakwa, nong'oneni katika mambo ya uchamungu. Ila qaulihi, aya ikaendelea, innama najwa minashaitani, kule kukatazeni Allah kukaakaa katika visiri, kwa sababu hasa asili ya hivi vikao vya siri mwenyewe sheitani. Innama najwa minashaitani, vinatokana na sheitani, na amevianzisha kwa malengo gani? Liyahzuna alladhina amanu, ili wapate kuhuzunika wale walioamini. Kwa hivyo Mungu anatukataza kukaa vikao vya faragha na siri, lakini vikao vyenyewe vikakusudia kufanya maasi ya aina yoyote, ni haramu vikao hivyo. Sawa na hichi kikao walichokaa hapa ikhwatu Yusuf, hawakukaa barazani, hawakukaa mbele ya mzazi wao, walijipanga mahala wakenda
shaitani idh qala lilinsani kufur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fi an-nar. Ukishirikiana na shaitani usiwe na wasiwasi, kabla ujafa sema wewe ni mtu wa moto. Shafahamu na shaitani min al-jinnati fa'il. Qala qailun minhum, msemi mmoja katika wao akasema, la taqtulu Yusufa, msimuue Yusufu, wa alquhu fi ghayabati al-jubbi, lakini mtupeni katika shimo la kisima. Karibu ndio yayo kwa yayo, alichokataa kumuua moja kwa moja tu, lakini unakwenda kumtupa katika shimo la kisima. Kisima chenyewe sio barabara yake inayopitwa na watu mara kwa mara, mpaka huyo mtu atakapotokea kuja kumuona Yusufu na kumtoa lini la kwanza. Lakini visima vilivyotelekezwa wakati mwingine hukaa mijoka huko ndani, unamtupa pengine ndo anafikia katika domo la joka, huo uhai uko wapi? Kwa hivyo hakuna dhamana lililokuwa hapa, isipokuwa ndio ile mipango aliyoipanga Mungu Yusufu afike kule alipokukadiria Allah. Sawa? Fa'il in kuntum fa'ilin, kama unataka kufanya fanyeni hilo. Wakakubaliana. Qur'ani huwa inakatisha maneno kwa kuwa yashajieleza. Wakatoka katika kikao chao wakiwa wamekubaliana kikwazo chao cha kukosa mapenzi kwa baba yao, kwa wanavyoona wao, kinatokana na Yusuf, na wanaondoka na mkakati Yusufu auawe, Yusufu akatupwe, Yusufu akatupwe shimoni. Walipoondoka pale wakaelekea kwa mzazi wao, qalu, wakasema kwa ujumla wao, ya abana, ewe baba yetu, malak, kwani wewe una nini? La taamanna ala Yusufa, mpaka ikawa hutuamini sisi kwa ndugu yetu Yusuf. Una wasiwasi gani na sisi? Na huyu sisi ni ndugu yetu. Malak, umefikwa na nini? Una jambo gani? Mzee, una mawazo gani? Malak, una nini baba? La taamanna ala Yusufa, ikawa wewe hutuamini sisi kwa ndugu yetu Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, ili hali sisi kwa ndugu yetu tunamtakia kheri, tunamtakia mema. Sawa? Katika kisa kuna ibra, sio kila anayekwambia nakupenda anakupenda kweli. Sawa? Na wao walisemaje? Wa inna lahu, sio tunamtakia kheri ndugu yetu. Maneno haya wanayazungumza kwa baba yao, lakini huko washakuwa na mkakati. Ushafahamu? Kwa hivyo unapotaka kumchagua mtu wa kuwa karibu naye, kuwa makini sana. Maneno ya Mtume yanatuelekeza, ahabibu habibaka au nama asa an yakuna baghidaka yawma ma wa abghidu baghidaka au nama asa an yakuna habibaka yawma ma. Tunaelekezwa na hadithi ya Bwana Mtume, kama kuna mtu amejitokeza kukupenda kuwa rafiki yako, basi sio kila siri zako umpe. Huenda siku moja akaja akaadui yako, akakubadilikia, akakuharibia mambo yako. Kadhalika huyo unayemchukia, si unamuona yuko chama pinzani cha kwako wewe, unamchukia, basi na yeye mchukie kwa kiasi, usidhihirishe mpaka fulani ajue mwenyewe kwamba mie fulani hanipendi ya kwa mtaani. Kwa nini? Asa aliyakuna habibaka yawma ma,
inawezekana siku moja ikalazimika huyo awe rafiki na utake msaada kwake. Haya ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa dunia tunayoishi. Sawa, kuwa makini sana, jaribu kupeleka akili yako usoni, usiwe haraka tu. Macho yako hayaoni nyuma ya ukuta, yalazimishe macho yako yaone nyuma ya ukuta. Mjafahamu? Kalu, haya maneno tulikuwa kujifunza hapo. Kalu, wanasema vijana hawa, ya abana, ewe baba yetu, malak, kwani wewe una nini? Umepatwa na nini? Una wasiwasi gani? Malak, una nini wewe? La taamanna, ikawa sisi hutuamini ala Yusuf, kwa ndugu yetu Yusuf. Wa inna alwawu hali, ili hali sisi ndugu zake, lahu, kwa Yusufu, la nasihu, wallahi, angalia kiapo hicho, kadhiba, kiapo cha uongo, wallahi la nasihu, sisi tunamtakia heri ndugu yetu, tuchanganyike naye. Kama unavyoelewa baba, tumezaliwa mama tofauti, tuzoeane, ili mtu akija asidhani kama sisi ni watoto wa mama tofauti. Maneno mazuri sana, maneno yanajenga upendo, yanaonyesha kwamba hawa wanawajali ndugu zao, kumbe wao wanalao nyuma ya pazia. Wa inna lahu lanasihun, sisi tunamtakia heri ndugu yetu. Allahu akbar. Msharih anakwambia maana ya maelezo hayo, ayu shay'in, kuna kitu gani hadatha lak, kilichozuka kwako baba, hata la taamanna ala akhina, mpaka wewe hutuamini kwa ndugu yetu Yusuf. Wa nahnu jamia, na sisi sote, abenauka, sisi watoto wako, sisi ndiyo nyinyi watoto wangu. Wa inna lahu lanasihun, ay wa nahnu nushfiqu alayhi, si tuna huruma naye. Wa nuridu lahu alkhaira, tunamtakia kheri ndugu yetu baba. Qala almufassiruna, wanawafasiri wanasema, lamma ahkamu, zama walipokwisha kutoa maamuzi, walipokwisha kutoa maamuzi yao, ahkamu alazma, fakanu hadha alkalam, yakawa maneno haya, dhakaru hadha alkalama, waliyataja maneno haya, wa adhaharu, wakayadhihirisha inda abihi, mbele ya baba yao, annahum, kwamba wao, fi ghayati mahabbati Yusufa, wanampenda mapenzi yasiyopimika ndugu yao, wana mapenzi naye ya hali ya juu kabisa. Wanamwambia baba yao, wa fi ghayati shafaqati alayhi, wako mwisho wa kuwa na huruma na ndugu yao. Liyastanziruhu an abihi, hii ni mikakati na mipango ya kumteremsha Yusufu kutoka katika himaya ya baba yake. Sawa, liyastanziruhu an ra'yihi, ndio fi takhawufihi minhum, ili wapate kumteremsha mzee huyu kutoka katika fikira zake, fi takhawufihi minhum, kutokana na ile hofu walionayo kwa huyu mwanawe, wakamteremsha kwa maneno laini. Sawa, sio msikitini, duniani kuna mijitu imedanganywa vipi? Yaani mtu ana mkewe, wanaishi vizuri, wanalea watoto wao, shafamu, linapotea kitu huko, linalikuta muda na kuokota njiani. Akisha kuokota huko, basi anadai mapenzi, akiguswa tu kama analia, anakwambia wewe, mpaka mume asema mtaani hapa sitabidi kufunga vyoo vyote, kwa sababu mtu utafikia na dhulumiwa yeye kambani. Ushafahamu? Basi akipata madagaa, akipata chochote
kubali, basi hata tatizo, hakuna shida. Kuna mtu niliambiwa nje ya huduma, alikuwa na nyumba Pemba akauza, alikuwa na nyumba hapa akauza, alikuwa na nini sijui kauza. Baada ya kufilisika, bibi ambaye nipe talaka yangu hapo. Subhanallah, ushafahamu? Sio kila maneno mazuri yanapaswa kurangwa hivyo. Mengine maneno mazuri, lakini hayo yametiwa na sumu ndani yake. Ushafahamu? Wa inna lahu lanasihun, maneno wanayo ya kusudia arsilu maana ghadan, tulichokusudia kwako mzee, tunakuomba mruhusu tutoke naye kesho. Arsilu maana, mwachie tutoke naye kesho. Ghadan, kesho tutoka naye. Yartamu wa yal'ab, akaenjoy na yeye, akacheze na yeye, akafurahi na yeye. Kwa nini akae tu hapa kila wakati yuko kama mkongoja wako? Hebu tuachie na sisi tukaenjoy naye. Wanasema wanamwambia baba yao, arsilu maana ghada yartamu wa yal'ab, ay arsilu maana ghada ila, mwachilie tutoke naye ila libadia, kwenda huko mashamba nje ya mji tukacheza naye. Yantasiu fi akili, akajinjoi na kupanuka katika kula. Sawa. Maladha wa tawaba, vile vile ladha na vizuri vizuri. Wayalabu bilistibaki wa ghairi, akacheze pamoja na sisi kufanya mashindano ya mbio. Mshafahamu? Tuachie tutoke naye ndugu yetu. Wa inna lahu lahafidhun, na kwa hakika baba tunakupa ahadi, sisi tutamshughulikia ndugu yetu kama mboni ya jicho. Wa inna lahu lahafidhun, sisi huyu tutamhifadhi. Mshafahamu? Yuko bibi mmoja alidai talaka mumewe, akavuja kile kisichostahili, kavunja, akabomoa, akafanyaje. Ushafahamu? Baadaye mashetani walipotulia, anataka arudi kwa mume. Mume anasema, mwalimu, nikirudi hapa huyu ana jambo jingine, kwani si alikuja leo kwa sababu anataka huyu, sasa nikirudi au anataka ile tukose sote. Iko lugha ya kukosa sote, unaijua hiyo? Utatoa mwenyewe kila kitu, utatoa mwenyewe, lakini rejea tu. Mwalimu anaambia mwalimu hapa uwe makini duniani, likikufika tena lishakadiriwa, lakini uwe makini bwana. Wa inna lahu lahafidhun, ay wa nahnu nahfadhuhu min kulli su'in wa makruhin, kutokana na kila baya na lenye kuudhi. Akadu kalamahu, waliyatilia mkazo maneno yao. Kwa nini? Kwa kutumia inna. Wa inna lahu wa hum kadhibun, ilhali wanaongoka. Hapo tunajifunza kumbe sio kila kiapo kinachoapwa ukadhani ni cha kweli. Chafahamu? Viko viapo vya uongo, na hawa wanaapa hapa ni kiapo cha uongo, lakini wasema wallahi sisi tunamtakia kheri, wallahi sisi tutamtunza ndugu yetu. Kwa hivyo usije ukadhania kila anayeapa anaapa kiapo cha kweli. Na ndio maana Mtume akasema katika akbarul kabir, katika madhambi makubwa, kadhalika katika madhambi makubwa anasema al-yaminul ghamus, yamini za uongo. Kuna watu wanaapa lakini waongo. Jafahamu? Kwa nini inaitwa al-ghamus? Wanaoapa viapo vile wanakwenda zao motoni na kwenda kuwazamisha, na walio wengi sasa hivi wanaoapa ni waongo. Jafahamu? Wallahi nitafanya vile, wallahi nitakuwa hivi, wallahi mimi nitakurejesha pesa zako, anataka kupiga changa la macho. Ushafahamu? Waongo. Subhanallah. Yaani Qur'an sisi inatusomesha vizuri
kabisa, vizuri kabisa. Tayib, qala, mzee akasema, inni la yahzununi, hakika yangu mimi wallahi uhuzunishwa na nini? Antadhhabu bi, ndio faili la yahzununi, mimi uhuzunishwa kuondoka naye kijana huyu. Inni la yahzununi, nahuzunishwa nini sana? Antadhhabu bi, aikala lahum Yaqub innahu la yughliquni, mimi huumizwa. Naumizwa na nini? Firaquhu, ndio fa'ilu la tadhhabu, anwa ma dakhalat alayhi fi ta'wali masdar, ndio ya fa'ilu wake. Sawa, mimi ninahuzunishwa na hilo. Anawaambia kana nipotea kidogo, firaquhu liqillati sabri anhu, sijiwezi mimi kwa mwanangu huyu, kupita muda sijamuona, sijiwezi. Sawa, wa akhafu, alafu mnachelea, an yaakulahu dhibu, huko mnakokwenda wanyama wa pori wapo, mbwa mwitu, mnaogopea mwanangu atakuja kuliwa na mbwa mwitu. Wa antum anhu ghafilun, wakati nyinyi na michezo yenu hamna habari yoyote. Yani hapo ikawa kama mcheza bao vile, ndio ushampa mtaji. Yani hapo wakapata mtaji kabisa, ile kuambia naogopea mwanangu ataliwa na mbwa mwitu, wakasema yako pointi. Mfahamu, watu watafuta pointi, hiyo pointi wakaiona pointi hapa. Wa antum anhu ghafilun, ay wa akhafu an yaftarisahu dhibu fi hali ghaflatikum anhu, ataliwa na mbwa mwitu huyu, mmeghafilika na michezo yenu. Wa kaannahu laqanahu hujja, kwa maneno haya kama kwamba ndio alishawapa hoja ya kuja kunijibu. Ni hii kaliwa na mbwa, sikasema mwenyewe kaliogopea hilo. Mshafahamu hiyo koja ya mama mmoja anaambiwa niache kwa sababu unanitesa. Mimi sijui kuacha, ukiweza niache mwenyewe. Kumbe mwanamke kaja darasani kwa mwalimu Shaharani, akaandika mimi fulani binti fulani, kwa idhini aliyonipa mume wangu nimejiacha talaka moja. Mshafahamu, mimi sijakuacha, mtu kwa mwenyewe mpa hivi, na mwanamke ukimpa hivi jiache, akijiacha tayari talaka baadaye. Mshafahamu, huwezi kumwambia mwanamke mwingine muache huyu, lakini ukimwambia mwenyewe mkeo kama unaweza jiache, akasema nimeshajiacha talaka moja, umefahamu, talaka tayari. Lakini tunakaa na wanawake tunawaonea watu sheria. Sasa unisikia mwanamke anajiacha mwenyewe, akiwa kwenda darasani msikiti Medina, atajiacha huyo, alafu ndiye kilio. Unafahamu, kuna mmoja kamwambia kama unaweza kuandika talaka, andika mwenyewe. Akaandika mimi Kongo Kinani, nimemwacha mke wangu sababu ya miguu. Sasa ile pale bado haijawa talaka, akamwambia yule mume, isome imeshaandika. Kashtuka yule mume akasema sisome, mimi kusoma. Angesoma tu akasema mimi Kongo Juma nimemwacha mke wangu Mariamu, ilikuwa ishatoka hiyo. Mjafahamu, lakini kajua. Fai kalu, wakajibu watoto wake wakasema, lakini akalahu dhibu, ikiwa ndugu yetu ataliwa na mbwa. Ini ya sharti ya haya, lakini akalahu dhibu, ikiwa ndugu yetu ataliwa na mbwa. Wanahanu usba, ili halisi yetu ko kumi, kundi kubwa. Inna, hakika yetu idhan la khasirun, likitokea hilo baba tumekula hasara kubwa. Hatuna maana, watu wote sisi
wasioamini wanao kutoka na ndugu yao. Shafahamu, lazima utawaamini tu watoke na ndugu yao. Falamma dhahabu bihi, walipoondoka naye ndugu yao, wa ajmau, wakawa wameshakubaliana toka mwanzo, an yaj'aluhu, kwamba wakamwingize fi ghayabati ljubi, katika lile pango la kisima. Wa auhaina ilaihi, wakati anakwenda chini, washamwachia pale kisimani, Mungu alipeleka wahai kwa Yusufu, latunabbiannahum biamrihim, tulia Yusufu, usiwe na hofu, utakuja kuwaeleza na kuwasuta habari zao hizi. Nenda zako chini ya kisima polepole, usihuzunike. Wahai aliletewa wakati ndio anakwenda zake chini ya kisima. Sawa. Qur'ani maana yake inatuambia walitoka naye, ayazamu wattafaqu, falamma dhahabu bihi fil kalami mahrufun. Maneno hapa kuna maneno yameondoshwa, aifa arsalahu ma'ahu, baba yao akawapa ndugu yao, falamma akhadhuhu, walipomchukua, wabtaadu bihi an abihi, wakawa mbali na baba yao, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati ljubi, ay azamu wattafaqu ala ilqaihi fi ghawri ljubi, wakakubaliana huyo arudi leo. Mshafahamu, lakini maneno walioondoka nayo kwa mzee wake hayampi wasiwasi wowote juu ya usalama wa ndugu yao. Sawa. Wa auhaina ilaihi, wakati wanamtia kisimani ndugu yao, wakati wanamtia kisimani ndugu yao, kashaacha huku juu, yuko katikati, anaelea, ndio anakwenda huko chini. Auhaina ilaihi, tulimpa wahai Yusufu, tukamwambia latunabbiannahu, ndio hawa utakuja kuambia, utakuja kuwaeleza, biamrihim hadha, jambo hili wanalokufanyia utakuja kuwaeleza wakiwa wadogo duni, wa hum la yashurun, ili hali wao wenyewe hawajui kama lile walilolifanya ndio limekufikisha hapo utakapokuwa. Kama wangelijua kwamba huku tunakompeleka Yusufu anakwenda kuwa mfalme, kwa hasadi walionayo wasingempeleka bwanaye, wangeliamua kumuua kabisa moja kwa moja. Lakini wakati mwingine roho mbaya yako kwa jirani yako akiuza nyumba yake ndio inampelekea akajenge ghorofa huko anapokwenda. Ushafahamu? Alafu useme kwa jirani yetu pale alikuwa maskini sana, siku hizi kashakuwa firnaso. Firnaso ni wewe uliomfanya pale Ahabu kwa roho mbaya zako na uchawi wako. Umefahamu? Wa auhaina ila Yusuf latukhbiranna, utawaeleza ikhwataka, ndugu zako, bifilihim hadha, kwa kitendo chao hichi, ladhi faaluhu bika, walichokufanyia, wa hum la yashkuruna fi dhalika alwaqti annaka Yusufu, wakati huo watakuwa hawafahamu kwamba wewe ndio yule Yusufu waliokutupa katika ghayabati ljubi. Katika aya zinazokuja huko Mwenyezi Mungu anatusimulia, falamma dakhalu alaihi, ndugu zake Yusufu wakiwa wamebanwa na njaa, wakati Yusufu kashakuwa anasimamia uchumi wa Misri, dakhalu alaihi, walikuja kwa Yusufu, qalu, wakasema, ya ayyuhal azizu, ewe mheshimiwa. Hawamtambui kama ndio Yusufu, ya ayyuhal azizu, ewe mheshimiwa, masana wa ahlana dhurru, huko tunakotoka familia yetu yote njaa inanuka mzee, tumekuja kwa jini na bimuwaati, tumekujilia na bidhaa msijati, mchakavu, mbovu, hazinunuliki na mtu yoyote, lakini tumekuja tukubalie. Fa'awful kaila lana, tunakuomba fa'awfi lana alkaila,
tupate chakula nyumbani kwetu, hali ngumu. Watasaddaka alaina, tutasadakie tu hali zetu ngumu. Inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, yajizil mutasaddiqina, wanajua kwamba Mungu anawalipa wenye kujitolea katika mambo ya kheri. Hapa sasa Mungu mshafahamu yenye njaa Mungu anakuja tu, ukiwa na shida Mungu anakuja tu, lakini Mungu nawe kidogo akusogeze mchuzi mwekundu. Msikiti utaiona mahakama mshafahamu, msikiti unaona mahakama. Ukaa darasani unajiuliza anasomesha nani? Shaharani si hadhi yake, ni mkurugenzi. Mshafahamu, mie katibu mkuu, mie waziri, kakae darasani kwake. Alafu kwanza akwambia majukumu mengi. Mshafahamu, mshapata mfunga kidogo, tuna majukumu yanakuwa mengi. Hata Mungu tena anasahaulika, majukumu yako yanakufanya na Mungu usiwe na mahusiano naye. Umefahamu? Ikiwa kumjua kwetu Mungu ni katika hali hii tuliyonayo leo, tumepata gofu, kesho tumekosa, kesho kutwa tumepata, basi bora kubaki katika hali hii tukamjua Mungu, tukamwabudu Mungu, kuliko kuwa matajiri au kuwa na vyeo, alafu wakati wa swala ya Ijumaa inapita watu wanakata kofi tu. We bora ubaki hapo ulipo. Mshafahamu? Kwa hivyo wanamwangukia mzee Yusufu, anawauliza hal alimtum, munafahamu mnayo hukumu ma faaltum bi Yusufa wa akhihi, mna kumhukumu mlifanya nini? Kuna mtu anaitwa Yusufu huko, kuna ndugu yake Yusufu huko, hawa wawili mliwafanyia nini? idh antum jahilun, pale nyinyi mlipokuwa wajinga mkafanya mambo ya kipumbavu, hasadi ikawakutawaleni mkafikia kufanya dhulma. Mnamkumbuka Yusufu, mnamkumbuka ndugu yake, mulimfanyia nini? Qalu ainnaka la anta Yusuf, sisi tunaona wewe kwa uhakika ndio Yusufu mwenyewe. Fahamu, anakuja kuambia katika nafasi hawakutarajia kwamba Yusufu angelifika hapo. Alafu mtu uliomtesa huko, uliomuonea huko, uliomdhalilisha huko, alafu Mungu anamkusha hapa piu, unamkuta yuko mbele yako, ndo anashikilia mambo yote ya maisha pale. Wewe unakuwa mdogo kiasi gani? Ndio ile ahabibu habibaka au namma asa an yakuna baghidaka yaumama wa abghidhu baghidaka au namma, hata unayemchukia mchukie kwa kiasi tu, sio unamfanyia uadui mpaka mwenyewe anajua, wazazi wake wanajua. Ushafahamu? Usifanye hivyo. Hasa aliyakuna habibaka yaumama, inawezekana siku moja huyo ukamtaka awe rafiki, umemfanyia ubaya uko hapa Makunduchi kwenu, sema mimi hapa Mzanzibari, mimi hapa kwetu bwana, utanifanya nini? Mimi nimezaliwa kitovu kimoja kiko Kizimkazi, kitovu kimoja kiko Makunduchi, ndio kwetu hapa. Ukamtesa mwenzio kwa sababu yeye chogo. Ushafahamu? Siku yake wewe na wewe Mungu akakujalia ile kazi yako ya upolisi, ukapata rufaa ya kwenda kufanya kazi Mwanza. Yule bwana hapa kaondoka, ndio kashafika kule Mwanza, ndio kwao. Ushafahamu? Na umekwenda kumkuta kule ana neema, yuko vizuri chogo yule, na wewe ndio unafanya kazi pale, unasemaje? Na yeye kule ndio kwao. Sasa kufanya nini? Umefahamu? Basi tafadhali sana, bakisha maneno, bakisha matendo, bakisha mambo, usimalize kila kitu. Tunamalizia jamani, Qalu ainnaka la anta Yusuf, wewe ndio Yusufu mwenyewe. Qala, akawambia ana Yusuf, kweli mie Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ndio ndugu yangu Bunyamin. Mnakumbuka mlikufanyia nini? Leo mmekuja mna njaa,
Ningekuwa mimi wakasema qalu laqad atharaka Allahu alaina, Mwenyezi Mungu amekufadhilisha juu yetu, wa inna andiwa wa inkunna la khati'in, si tulifanya makosa ndugu yetu. Yusufu anawaambia la tathriba alaykum al-yawma, leo sio siku ya lawama, mna njaa mjini kupeni kula matusi, la tathriba al-yawma alaykum, leo nyie hamna lawama yoyote. Yaghfirullahu lakum, kwa wajinga Mungu atawasamehe. Tumefahamiana, tutakuja kuondokea kwa taufiki ya Allah wiki ijayo. Wajabu abahu ashaan yabkun, wakarudi nyumbani kwa baba yao jioni wanalia. Qalu, wakasema ya abana, ewe baba yetu, inna dhahabna, sisi tulitoka kidogo na stabik, tukawa tunafanya mashindano ya mbio na kadhalika. Watarakna Yusufa, tukamwacha ndugu yetu Yusufu inda mataina, pale tulipoweka bidhaa zetu na mizigo yetu. Faakala dhibu, yule mbwa mwitu uliomzungumza baba ndio amla ndugu yetu maskini. Lakini mbwa mwitu huyu alikuwa mkarimu, kwa sababu alimvua nguo kwanza Yusufu, alafu ndio akamla. Hakuchana kati ya Yusufu mbwa mwitu. Uongo siku zote huwezi kuupangia ukawa sawa. Siku zote uongo, hata ufanye nini, maadamu ni uongo, wallahi huwezi kuupangia ukakaa sawa, utaumbuka tu. Kwa hivyo alisemaje? Kaliwa na mbwa mwitu, ya abana watarakna Yusufa inda mataina faakalahu dhibu wama anta bimuminin lana, tunajua sisi wewe ukuamini, walau kunna sadiqin, hata kama sisi ni wa kweli tunaamini kwamba sisi wewe ukuamini. Tunasimama wajabu ala kamisihi bila minkadhibi, wakafanyika kunyang'anya mbwa mwitu kanzu. Ushafahamu, wakiwa wamepakaza damu za uongo. Hivi kweli mnyama kashamchukua ndugu yenu, amkuweko, mmekwenda kucheza huko, ushafahamu, mmerudi, mbwa mwitu kashamla Yusufu, lakini mbwa mwitu alikuwa mkarimu bwana, akamtoa kanzu Yusufu akaiweka huko, alafu akaanza kumla. Unauona uongo wewe? Basi uongo wewe ogopa, lakini kuna mahala utakuja kukwama na watu wote watajua wewe uongo. Ushafahamu? Kuna watu huongopa mpaka wao wenyewe wanajua kwamba wanaogopa, alafu wanajiogopea tena wao wenyewe. Unajiogopea tawe mwenyewe, unajua huo ni haya. Manake unawaongopea watu wenyewe wanajua kwamba wewe unasema uongo, alafu na wewe mwenyewe unajua kabisa mimi nasema uongo. Subhanallah, ndio hichi kilichotokea kwa hawa ndugu zake Yusufu. Wanasema ndugu yetu kaliwa na mbwa mwitu, lakini wamerudi na kanzu wameipakaza damu. Mzee Yakubu akawaambia huyu mbwa mwitu mkarimu sana, kiasi kwamba kamla ndugu yetu, lakini kakubakishieni kanzu. Mbwa mwitu mwema sana huyu. Allahumma ya rabbi inna bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridwaka